Yes, time ya kupeana update mtu wangu. Kama huja subscribe channel hii bwana, tuko napita na taarifa nyingi sana, hususan ni masuala ya usajili. Kumbuka tuelekea dirisha dogo la usajili, la Januari ambao tunatarajiwa kufunguliwa Disemba 15 na kufungwa Januari 15. Hivyo taarifa ni nyingi ambazo zipo katika masuala ya kimichezo. Kama huja subscribe channel hii, utakuwa unapitwa na zile taarifa zote, hususan masuala ya usajili kuelekea dirisha dogo la usajili. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu, usajili wa dirisha dogo. Hapa ndipo mahala pake. Gusa tu neno subscribe, alafu kama mkao wa kula kila taarifa ambayo sisi tutadondosha humu ndani, basi sisi tutakuwa wa kwanza, wewe utakuwa wa kwanza kupata taarifa hiyo, kwa sababu tu utakuwa umesha subscribe. Ukisha subscribe channel hii, utakuwa umejiunga moja kwa moja na channel hii. Bana, taarifa ambayo tumekuletea ni tetesi na dondoo za kimichezo bana. Kumbuka Elie Mpanzu bakisha mwaka mmoja ndani ya klabu ya Simba, na kwa sasa ana shinikizo kubwa ndani ya klabu ya Simba. Mashabiki wakaendelea kumzonga kusema kwamba haibebi timu ama ameshindwa kufunga ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba, kwamba michezo mikubwa kama ya dabi, michuano kimataifa anashindwa kuiamua. Moja kati ya taarifa ambazo zinaendelea hususan ni mashabiki wa klabu ya Simba ambazo zinamfanya Elie Mpanzu kutokuwa na maisha mazuri ama kutokuwa na furaha ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Kulikuwa na taarifa juma mbili zilizopita kwamba Ali Kamwe alikuwa anachagiza kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji wao na watamchukua Januari. Hivyo tayari picha zimeanza, watu wameanza kuchapisha picha kwamba Elie Mpanzu ataelekea kunako klabu ya Yanga kuelekea dirisha dogo la usajili la Januari, kwa mujibu wa taarifa ama kauli ya Ali Kamwe kusema kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji wao na watamchukua Januari. Kuna baadhi ya picha kama hii unavyoiona hapa, ikimwonyesha Engineer Hersi akiwa na Elie Mpanzu ndani ya klabu ya Yanga. Hii ni picha tu ambayo imetengenezwa kwa mujibu wa taarifa inavyojieleza, na kile ambacho amekizungumza Ali Kamwe kimekuwa kama kikitia pressure hivi upande wa Simba, kwamba huenda maneno ya Ali Kamwe yakawa kweli na Elie Mpanzu akasepa. Ni moja kati ya mambo ambayo yanasubiriwa kuona kwamba namna gani yatatokea, lakini kiuhalisia ni kwamba Elie Mpanzu bado ana mkataba na klabu ya Simba na mkataba wa mwaka mmoja umesalia. Hivyo ni miongoni mwa wachezaji ambao bado wanahitajika na klabu ya Simba na bado wana mkataba na klabu ya Simba. Hii ndio taarifa ambayo nimeona nikupenyezewe mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yako hii ya habari za michezo na burudani, kwamba kuelekea katika dirisha dogo la usajili tayari pressure imezidi kupanda. Pressure inashuka, pressure inapanda kwa mashabiki kuona kwamba namna gani wanalinda wachezaji wao, namna gani pia wanapata nyota wengine kutoka nje ya klabu yao. Lakini Simba na Yanga wameendelea kuwa na pressure kulinda nyota wao ambao wapo katika vikosi vyao, na mashabiki pia wameendelea kuwa na roho juu kuona kwamba huenda baadhi ya nyota wao ambao wanawapenda kama Elie Mpanzu akaelekea upande wa pili, kama alivyofanya Mohamed Hussein Shabalala ama Kratos Chama, ambao waliondoka ndani ya klabu ya Simba wakiwa bado mashabiki wanawahitaji. Na mashabiki wa Simba wamekuwa na wasiwasi juu ya Elie Mpanzu, na wapo baadhi ya mashabiki pia wakimwandama Elie Mpanzu kwamba huenda moyo wake upo ndani ya klabu ya Yanga na si klabu ya Simba. Ndio maana mpaka sasa ameshindwa kuisaidia ama ameshindwa kuendelea kufunga. Amekuwa ni mmoja kati ya washambuliaji hatari na wamekuwa wakikosa magoli mengi sana ndani ya klabu ya Simba, na mashabiki wakaendelea kumshutumu na kumjia juu kusema kwamba huenda ni miongoni mwa wachezaji ambao moyo wao
upo upande wa pili wa klabu ya Dar es Salaam Young Africa. Ni jambo la kusubiri tuone, je, taarifa hii itatimia kwa mujibu wa Ali Kamwe, msemaji wa klabu ya Yanga, kusema kwamba je, alikuwa anatia pressure ama ilikuwa ni nini, kwamba kauli yake na kusema kwamba Elie Mpanzu ni mchezaji wao na atatua katika dirisha dogo la usajili, ama watamchukua mchezaji wao katika dirisha dogo la usajili la Januari. Moja kati ya kauli ambayo imeendelea kutia pressure ndani ya klabu ya Simba, na ukiangalia Elie Mpanzu mkataba wake umebakisha mwaka mmoja tu ndani ya klabu ya Simba. Kama Elie Mpanzu atakuwa na tabia kama za kina Chama, za kina Mohamed Hussein Shabalala, kusubiri mpaka hatua ya mwisho mkataba unamalizika, huenda kaondoka ndani ya klabu hiyo ya Simba, kutokana na kile ambacho kipo ndani ya klabu ya Yanga, kwamba wao Yanga bana, masuala ya mchezaji mzuri wao hawafikirii mara mbili, na masuala ya pesa kwao hawafikirii mara mbili. Yaani mtu akimhitaji wanatoa pesa faster, kama walivyotoa kwa Chama na kama walivyotoa kwa Mohamed Hussein Shabalala. Tusubiri ya Elie Mpanzu kwamba mambo yatakuwaje, lakini taarifa ni kwamba Elie Mpanzu amebakisha mwaka mmoja na hafurahii maisha ndani ya klabu ya Simba, kutokana na kuzongwa ama kuandamwa na mashabiki wa klabu ya Simba, kwamba ameshindwa kuibeba timu hiyo katika michuano mikubwa ya klabu bingwa ama michuano ya dabi. Ameshindwa kuamua michezo hiyo, akimfananisha na Pacome Zouzoua. Yeye anaamua michezo mikubwa ya klabu bingwa, michezo ya ligi, dabi ameziamua, lakini Elie Mpanzu ameshindwa kuziamua michezo hiyo, na mashabiki wa Simba wanagawanyika. Wanasema kwamba huenda moyo wa Mpanzu hauko Simba, upo Yanga, na Ali Kamwe akaibuka na kauli kusema kwamba watamchukua mchezaji wao Januari. Moja kati ya sentensi ambayo imewavuruga sana mashabiki wa Simba, na kusema kwamba yes, Elie Mpanzu anaondoka. Moja kati, unajua hivi vilabu bado vimekuwa na utani wa jadi, lakini Yanga katika masuala ya usajili huwa hawana utani, wako serious kweli. Mchezaji wote ambao wanampenda na watamtaka kwa gharama yoyote.